Na mafunza, taka zinatoka mafunza yanaenezeka njiani, na hizi taka mvua ikinyesha zinaenda msikitini. Hatutaki sehemu hii liwepo jaa. Sheha na yeye tushamfuata, tushampa taarifa hizi, lakini bado halijachukuliwa uamuzi wowote. Taka zinatukera. Watu mpaka msikiti wanauogopa, wanaukimbia kwa sababu msikiti unatakiwa uwe nadhifu. Usafi ni nusu ya imani, lakini uchafu ni mwanzo wa maradhi. Jamii nyingi zinapitia changamoto ya utupaji wa taka. Imeendelea kuwa tatizo kubwa linalohatarisha afya za wananchi pamoja na mazingira yao. Ukosefu wa mifumo bora ya ukusanyaji wa taka, elimu duni ya uhifadhi wa mazingira pamoja na ongezeko la watu katika maeneo hayo vimechangia kwa kiasi kikubwa kuenea kwa uchafu kiholela. Mara nyingi taka hutupwa katika maeneo ya wazi, mitaro au hata karibu na makazi ya watu, hali inayosababisha kuziba kwa mifereji ya maji na kusababisha mafuriko pamoja na mazalia ya mbu na wadudu wengine hatarishi. Hali hii huongeza hatari ya magonjwa kama vile kipindupindu, malaria na maradhi ya tumbo. Changamoto kubwa iliyokuwepo hapa katika sehemu ya Kijichi ni kuwepo mataka, sehemu ambayo hatupendi na wananchi pia hawataki. Taka hizi zinasababisha mambo mengi katika jamii. Kwa mfano, nasababisha wananchi kulalamika na kusema sisi tumewaruhusu, jambo ambalo tushalipeleka mpaka kwa sheha, na sheha tukamwambia hatutaki ziwepo taka katika eneo hili. Pia nasababisha kutuharibia boma letu na kumong'onyeka kwa ardhi, nasababisha boma letu kuanguka. Hatutaki sehemu hii liwepo jaa. Hali ya mandhari ndo kama mnayoiona, mataka yanajaa, maji ya kunywa ndo kama hayo tunaokunywa, taka hali kama hiyo, mripuko, nzi wingi, mbu ambao mbu sio kawaida, akikutafuna unavimba, taka haziji kuchukuliwa. Serikali kwa tunaomba mtusaidie, sisi tunaokaa karibu tunaathirika. Taka zinanuka, mvua huu mripuko, kwa tunaomba mtusaidie. Maji ndo kama hivyo, kwa tunaombeni mtusaidie, tunadhalilika sisi tulokuwa hapa karibu. Taka namna ndo kama hivyo mnavoziona, maji ya kunywa hayo sisi tunakunywa, tunategemea zawa. Kwa hiyo je, hapa liondoshwe, mfanye utaratibu wengine. Sheha na yeye tushamfuata, tushampa taarifa hizi, lakini bado halijachukuliwa uamuzi wowote. Bado taka zinatupwa, tushafuata watu tele, lakini hali namna kama hii mnayoiona. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie, sisi tunaokaa karibu ndo tunaoathirika. Taka zinatukera. Kwa hivyo tunaomba serikali itutolee ufumbuzi kuhusu hizi taka. Zinawakera watu majirani, zinawakera wananchi, halafu zinawakera msikitini. Kulingana watu kuswali, zinakwenda kama hiyo mpaka msikitini. Pamechimbuka pahala. Unaona? Msikitini wanazikanyaga zile taka, wanaingia na uchafu kwenye msikiti hapo bondeni kidogo. Unaona? Kwa hivyo tunaomba serikali iingilie kati jambo hili. Na kwa sheha tushakwenda, tumemwambia hatutaki kutupa taka. Unaona? Lakini sasa sheha anasema kwamba tumewaruhusie. Nani tuliomruhusu sie kuhusu taka hizi? Atuambie kiumnaga mbaga kwamba fulani na fulani na fulani na fulani. Au wenyewe waliotupa taka waje watuambie, na kama si hivyo sisi tutatoka kuwashtaki. Kusema ukweli, hili suala la kutupa taka hapa linatukera na linatuathiri. Kwa sababu gani? Tunapata matatizo mbalimbali. Tunapata maradhi ya matumbo, ya kuharisha, watoto wanacheza hapa, na palikuwa hapana mporomoko kama huu. Sasa hivi ikinya mvua maji yanakaa hapa, watoto wanakuja wanacheza, wanapata uchafu, wanapata matatizo mbalimbali. Mwisho hapa patakuwa na bwawa, watoto watakufa hapa, hatuna habari. Kwa maana hiyo tunaiomba serikali ili tafutie ufumbuzi hili jaa hapa lisiwepo, na sisi tulokuweko hapa karibu tunaathirika, na tunaathirika kimaradhi na matatizo mbalimbali. Hata biashara sasa hivi ukiweka ina matatizo. Kama utaweka biashara ya kula, wanajanzi tele, ukiweka biashara nyingine vile vile pana matatizo tele yanatokea hapa.
lakini tunaomba serikali itufanyie ufumbuzi, na tushachoka kusema wao wenyewe kwa wenyewe wanagombana hapa. Utasikia wewe usitupe taka, wale wengine wanakuja na keri wanatupa taka, wakija na wenye magari nini wanaondoshwa, lakini wao wenyewe hawajakaa tayari kuliondosha ilijaa. Wanasema wananchi, lakini na wao wenyewe hawaja tayari wanatupa. Leo ASAM Online TV imepata kuzungumza na wananchi wa shehia ya Kijichi Magengeni, na hichi ndicho kilio chao cha muda mrefu kuhusu taka ambazo zimekuwa gumzo hata sehemu za kufanyia ibada. Lakini ASAM haikushia hapo tu, bali ilimtafuta mkurugenzi wa Baraza la Manispaa wilaya ya Magharibi Unguja, ndugu Muhammad Simba Hassan. Analizungumziaje swala hilo? Taka usipoihifadhi vizuri ndiyo chanzo namba 1 cha maradhi, na aina ya taka ambazo tunazozitumia ndio zile taka za Pampers. Teknolojia ndiko ilikotufikisha huko. Lakini pili, tuna wagonjwa wetu majumbani, watu wazima, pia tunahitaji tuwahudumie. Vyote hivyo ni vitu ambavyo haviwezi kuepukika. Lakini kibaya zaidi ni kwamba zile taka baada ya matumizi, watu sasa kazi yao ni kuzitupa ovyo. Kwa hivyo nitumie nafasi hii kuwasihi sana wananchi, taka hatarishi ambazo wanazohisi zinaweza zikasababisha madhara kwa jamii, wazitengenezee utaratibu mzuri wa kuzifunga na kuzihifadhi na kuzifikisha katika pahali sahihi, ili ziweze kuchukuliwa kwa usahihi na kuweza kuepusha kusambaa kwa maradhi ambayo yanaweza yakaleta shida kwa nchi. Lakini pia nitumie nafasi hii pia kuwasihi sana wananchi. Sasa hivi tupo katika kipindi cha mvua za masika. Hakikisha huitoi taka yako kwa kuiweka nje hadi pale ambapo tayari tumeshakupa maelekezo taka yako uipeleke siku gani katika eneo, ili yapukane na ile shida ya kuchakuliwa na wanyama au pengine kupigwa na mvua na hatimaye kuweza kusababisha changamoto katika maeneo mengine. Kwa hivyo kwa ujumla nitumie nafasi kuwasihi sana, with due respect, wananchi wote wa Magharibi tushirikiane katika kuzitunza taka zetu na tuziweke katika maeneo salama, na sisi kama taasisi tutahakikisha kwamba taka zao tunaziondosha kwa wakati. Lakini kikubwa zaidi, pale ambapo wananchi wanapoona tayari kuna mlundikano wa taka, sisi kama Baraza la Manispaa tuna crash program ya kuondosha taka katika yale maeneo ambayo yanahitaji kusaidiwa kwa dharura, na tunaziondosha taka. Lakini Baraza la Manispaa kama taasisi linahitaji msaada wa macho mengine, ili wewe mwananchi ambaye uko mitaani huko unaona hizo taka, ni kuwasiliana na Baraza la Manispaa, kuwasiliana na sheha wako wa shehia, yeye ana mawasiliano ya kila siku na mkurugenzi wa Baraza la Manispaa. Lakini pia katika eneo lako kuna wajumbe wa sheha, lakini pia kuna waheshimiwa madiwani. Kwa hivyo timu hii yote tukiweza kufanya kazi kwa pamoja, hatuoni sababu ya kusambaa kwa taka, na jambo hili linaweza likatupunguzia msambao wa maradhi hata katika hichi kipindi kibaya ambacho tunachoenda na mvua za masika ambazo tayari zimeshaanza. Mimi nitumie tu nafasi hii kuahidi wananchi, kuwapa mashirikiano ya karibu, na pale wanapoona changamoto yoyote, wakimuona mwananchi anatupa taka pahali pasipo stahiki, wakitufikishia Baraza letu la Manispaa Magharibi, huyo mwananchi tunampiga faini ya adhabu za papo kwa papo shilingi 50,000, na mwananchi tunamrudishia shilingi 20,000 kama ni sehemu ya asante ya kazi ambayo atakuwa amefanya. Eneo la Kijichi ndilo eneo ambalo wananchi wamelichagua kuweka taka katika eneo lile. Eneo la Kijichi ndilo ambalo wananchi wa Kijichi kupitia shehia na vikundi vyao ndipo walipokubaliana kuziweka taka. Sasa kama mwananchi anayelimiliki eneo lile hajaridhika, ni wajibu sasa wa shehia kukaa na mwananchi, kukubaliana au kututafutia eneo jingine la kuweka taka ambapo pale watakapoweza kutuambia taka zetu tumeweza kuziweka wapi, sisi Baraza la Manispaa ndipo tutakapokwenda kuziondosha. Masharti yetu ni kwamba tuna kijiko na magari makubwa. Watakapoziweka taka hizo, wahakikishe eneo hilo
liwe ni lenye kufikika kwa urahisi. Lakini mpaka sasa hivi hatujakuwa na changamoto ya uondoshaji wa taka katika eneo la Kijichi. Tatizo linalojitokeza, inawezekana mwananchi mwenye eneo lake sasa hivi anataka kulitumia, lakini wananchi wakawa hawajapata eneo jingine. Kwa hivyo nitoe wito kwa wananchi wa shehia ya Kijichi kuhakikisha wanakaa kwa pamoja, wanalitafutia suluhisho la pamoja, ili waweze kututafutia kituo sahihi kitakachotuwezesha sisi Baraza la Manispaa kuenda kuzifikia taka. Ni wajibu wa kila mwananchi kuchukua hatua katika kudumisha usafi wa mazingira. Aidha, mamlaka husika zinapaswa kuboresha huduma za ukusanyaji wa taka na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ili kuhakikisha kuwa mazingira yanabaki salama na yenye afya kwa wote. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.